kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Asante Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. Amen. Nikakwambia ule wakati mwingine damu ya Yesu Kristo inanena mema kuliko damu ya Abeli. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Iliyomiminika mahali pale msalabani ilinena mema katika maisha ya mtu aliye katika jumba la Bwana siku ya leo. Ndio. Ilikuwa nani ya kuachilia mbali zema zinazoleta wokovu na ukombozi. Yes. Damu ya Yesu iliachilia mbali jema zinazoleta uponyaji katika mwanadamu. Ndio. Damu ya Yesu iliachilia mbali jema zinazoleta kufunguliwa katika mwanadamu. Yes. Wakati mwanadamu alikuwa anateseka na kusumbuka na kuhangaika. Ndio. Wakati mwanadamu alikuwa amefungwa katika magonjwa na katika dhiki. Yes. Katika akili ya taharuki na kuogopa na hofu na wasiwasi. Damu ya Yesu ikamiminika mahali pale msalabani. Ninaambiwa nikuambie jioni ya siku ya leo. Wakati damu ya Yesu ilipomwagika mahali pale Kalvari, iliachilia mema katika maisha ya mwanadamu. Ndiposa jioni ya siku ya leo damu ya Yesu inanena mema katika maisha ya mtu aliye katika madhabahu siku ya leo. Nasema damu ya Yesu kanena uzima katika maisha yako. Damu ya Yesu kanena upatanisho katika maisha yako. Damu ya Yesu kanena wokovu katika maisha yako. Damu ya Yesu kanena ukombozi katika maisha yako. Damu ya Yesu kanena maisha mapya katika maisha yako. Damu ya Yesu kanena angacheka katika maisha yako. Ninaambiwa nikwambie usiogope wala usiogope. Endelea kumtegemea Bwana Yesu. Endelea kumngojea Bwana Yesu. Endelea kumwomba Bwana Yesu. Nayo damu ya Yesu Kalvari. Yesu akasema imekwisha. Asema taabu imekwisha. Asema magonjwa imekwisha. Asema laana imekwisha. Asema umasikini umekwisha. Kuonewa kumeisha. Kulala kumeisha. Kufika mwisho kumeisha. Bwana ameachilia mwanzo mpya. Bwana ameachilia anga jipya. Bwana ameachilia baraka jipya. Bwana ameachilia ukuu mpya kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya nyumba lako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya kazi yako. Useme amen. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Wakati damu ya Yesu ilipotiririka pale msalabani, maandiko yanasema pazia ya hekalu ikapasuka, miamba ikapasuka, makaburi ikafunguka, milango ikafunguka, wafu waliokuwa wamekufa neno likasema wakafufuka, wakatoka wakiwa na uzima, wakavalishwa mavazi mapya, wakavalishwa mavazi ya utukufu. Maandiko yanasema wakaonekana wakitembea pamoja na Yesu, wakaingia katika mji mtakatifu, wakisifu pamoja na Yesu, wakiabudu pamoja na Yesu, wakitabasamu pamoja na Yesu. Sikia leo naombea mtu aliyekuwa amefungwa, aliyekuwa amefika mwisho, aliyekuwa ameuliwa roho ya ibilisi. Bwana akaachilie uzima, Bwana akaachilie uzima, Bwana akaachilie uzima, Bwana akaachilie uzima. Asema Jehova akaachilie uzima. Haleluya. Kuzimu kukapokea uzima, makaburi yakapokea uzima. Maandiko yanasema waliokuwa wamekufa wakaanza kuonekana wakitembea. Manake milango ya kuzimu ilifunguka, manake milango ya magereza ilifunguka, manake milango ya magereza ilifunguka. Wale wafu wakawa wanalia kuachiliwa. Kuna mtu alikuwa mateka katika dhambi, ninapozungumza hiyo mateka inamwondokea. Kuna mtu alikuwa mateka wa magonjwa, hiyo mateka inamwachilia. Kuna mtu alikuwa mateka wa madeni, hiyo mateka inamwachilia. Kuna mtu alikuwa mateka wa masikini, hiyo masikini inamwachilia. Kuna mtu alikuwa mateka wa kuhangaika na kutosheka na kusumbuka, hata akienda katika ndoa sikundugu mahali pale. Kuna mtu alikuwa mateka wasipata watoto, kuna wengine wakipata watoto ile mimba zinamwagika. Ninaambiwa nikwambie imefika mwisho, manake hiyo mateka inakuachilia. Unabaki ukiwa huru ili ukapokea baraka zako, ili ukaanze kuhesabu baraka zako, ili ukatangaza utukufu wa Bwana. Aseme Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Kabla ibada ikapate kufika mwisho, Bwana akaachilie majina mapya kwa ajili yako. Yale majina ya kale kapate kuondoka. Asema majina ya kale kapate kuondoka. Asema kila hukumu ilikuwa imehukumu maisha yako, Bwana akaondoa zile hukumu kwa jina la Yesu, ili haki ya Bwana ikashuke juu yako. Wakati haki inapanda kushuka juu yako, ninaambiwa nikwambie ni kufaulu utafaulu, ni kuendelea utaenda kuendelea, ni kunawili utaenda kunawili, ni kupanuka utaenda kupanuka, alisone kuinuka utaenda kuinuka, utakaa mahali pamoja tena. Asema
Nasema utakaa mahali pamoja tena. Unaambiwa ni kuambia utainuka na kuangaza. Unaambiwa ni kuambia utainuka na kuangaza. Utainuka na kuingia kwa mataifa. Utaingia na kuingia kwa utajiri. Utainuka na kuingia kwa baraka. Utainuka na kuingia kwa uzima. Utainuka na kuingia katika anga ya kuendelea, katika anga ya kufaulu, katika anga ya kunawiri, katika anga ya kuinuliwa, katika jina la Yesu. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Wakati Joshua alipoondolewa hukumu na yule malaika, maandiko yakasema akabadilishwa mavazi, hata kofia akavalishwa kofia mpya. Ilikuwa ni kofia ya kilemba, ilikuwa na ajili ya ufalme, ilikuwa na ajili ya mamlaka, ilikuwa na ajili ya mafuta. Kuna watu walinyang'anywa mamlaka. Ndio wewe ni muombaji, ndio wewe ni mchungaji, wewe ni nabii, lakini una mamlaka. Ninakuombea jioni ya leo, wanakuregeshea mamlaka, wanakuregeshea nguvu, wanakuregeshea mafuta, wanakuregeshea ngajibia, ili ukapate kuwa na uwezo wa kumwabudu katika nyumba lake, wa kumwabudu katika madhabahu yake. Wakati Joshua aliporegeshwa mamlaka, akavalishwa mavazi mapya, akavikwa kofia ya kilemba, malaika akampa nafasi tena ya kuhukumu katika nyumba la Bwana, ya kuhudumu ndani ya nyumba la Bwana, ya kutumika ndani ya nyumba la Bwana. Kuna watu jioni ya siku ya leo hukumu zao zimeondolewa, wamevikwa mavazi mapya, wamevikwa mavazi ya utukufu, wamevikwa kilemba kipya, kilemba cha utukufu, kilemba cha baraka, kilemba kiko na mamlaka, ili wakapate kuhukumu katika nyumba la Bwana, wakapate kutumika ndani ya nyumba la Bwana, wakatumike katika madhabahu ya Bwana, wakamsifu Bwana katika nyumba la Bwana, wakamuinua juu wake katika nyumba lake, katika madhabahu yake matakatifu, wakiwa wameunganika na ufalme wake, wakiwa wameunganika na utukufu wake, wakiwa wameunganika na baraka zake, wakiwa wameunganika na uzima wake, wakiwa wameunganika na Roho Mtakatifu. Aelezone kuambia utatumika tena ukiwa chini ya ufalme wa wachawi, utatumika tena chini ya ufalme wa giza, utatumika chini ya ufalme wa Illuminati. Aelezone kuambia utaenda kutumika ukiwa chini ya ufalme wa Jehova, ukiwa chini ya ufalme wa mbingu, ukiwa chini ya madhabahu ya Bwana. Oh my God, oh my Father, hii madhabahu itakutetea, hii madhabahu itakupigania, hii madhabahu itakuokoa, hii madhabahu itakunenea, pamoja na nyumba lako, pamoja na watoto wako, pamoja na kazi yako. Your life will never be the same again. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Mshauri zako mwambie maisha yako inabadilika, haitabaki kuwa vile ilivyokuwa tena. Musa mwenzako mwambie maisha yanabadilika, haitabaki kuwa vile ilivyokuwa tena. Bwana anakupa maisha iko na baraka ndani yake. Ambia mwenzako unapokea maisha ya baraka. Musa mwenzako mwambie unapokea maisha ya baraka. Nasema Musa mwenzako mwambie unapokea maisha ya baraka. Nasema Musa mwenzako mwambie unapokea maisha ya baraka. Nasema Musa mwenzako mwambie unapokea maisha ya baraka. Musa mwenzako mwambie unapokea maisha mapya. Musa mwenzako mwambie unapokea ngaji. Ambia mwenzako unapokea mafuta mapya katika jina la Yesu Kristo. Musa mwenzako mwambie pokea mafuta mapya. Mwambie pokea nguvu mpya. Mwambie pokea uwezo mpya. Mwambie pokea neema mpya. Mwambie pokea kibali kipya katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Useme amen. Haleluya. Sema Bwana Yesu asikie na atende. Sema Bwana Yesu asikie na atende. Maisha ya Yesu yakabadilika. Alikuwa amekaa maisha ya kuonewa, alikuwa amekaa maisha ya kudharauliwa. Hivyo ya kwa mahali pale alikuwa ni nabii, alikuwa ni kuhani wa Jehova aliye hai, alikuwa akitoa sadaka katika madhabahu, lakini watu walikuwa wamemdhihaki, watu walikuwa wamemuonea, watu walikuwa wamempiga vita. Hakuna aliyemsikiza mahali pale, lakini wakati malaika wa Bwana alipozuka, ni kuheshimishwa, aliheshimishwa Joshua. Ninaambia mtu siku ya leo, Bwana akakuheshimisha kwa maadui zako, Bwana akakuheshimisha kwa hiyo familia, Bwana akakuheshimisha kwa hiyo kampuni, Bwana akakuheshimisha kwa hiyo biashara, kwa hiyo kijiji ukaheshimishwa, kwa hiyo nyumba ukaheshimika. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Joshua akaheshimishwa, Joshua akaheshimishwa. Alikuwa ni kuhani mkuu. Unaweza kuwa wewe ni mchungaji, lakini mahali pale ulidharauliwa. Siku ya leo naenda kuheshimishwa katika jina la Yesu. Kama ulikufika mavazi machafu, yale mavazi yanaenda kuondolewa.
mavazi mapya. Jehova anakuvika mavazi ya utukufu. Jehova anakuvika mavazi ya baraka. Jehova anakuvika mavazi ya heshima. Utaenda kuhudumia watu wengi. Utaenda kunenea watu wengi. Utaenda kuongoza watu wengi. Utaenda kumbariki watu wengi. Wengi watakukimbilia. Wengi watakutegemea. Wengi watakuja kwako wakitafuta msaada. Wakitafuta msaada. Nasema watu wengi wanaenda kukuja kwako. Wanaenda kusanyika wakikutafuta ili ukawasaidia, ili ukawaongoza, ili ukawaongoza. Pigia Bwana sana kasuri ya shanga na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shanga na vigelegele na kuruka Bwana Yesu.
Asifiwe tena. Yes. Ukisema milele utafunguliwa katika jina la Yesu. Yesu asifiwe. Maana Yesu alikuja kwa ajili ya uhuru wetu. Bwana Yesu asifiwe. Alisulubishwa pale msalabani mahali pale kwa ajili ya uhuru wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ataenda kutawala katika jina la Yesu. Nikishukuru Mungu na baba yangu kwa hicho kimbali mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ambao tumepata siku ya leo sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimepokea ile neema na kile kibali. Bwana Yesu. Hata wewe umepokea katika jina la Yesu. Bwana Yesu. Naamini ya kwamba umepokea. Bwana makofi ya baraka. Bwana Yesu. Uwezo na hata mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu anaweza. Sema Bwana Yesu anaweza. Bwana Yesu anaweza. Kwa majina naitwa Prophetess Joyce. Nimeokoka na mpenda Yesu. Na ndumu katika haya madhabahu chini ya neema ya baba yangu Reverend Cosmas Makau. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanisa la Forward Gospel and Healing Ministry mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumemwona Mungu akitenda mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Maana akasema alichoanzilisha ataenda kukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ama Mungu ndiye mwanzilishi wa haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Sio mwanadamu alianzilisha haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe alianzilisha haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale akaona ni vyema katika mji wa Tasia. Bwana Yesu asifiwe. Akakuwa na hali ya kuanzisha kazi yake mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ili bendera Yesu ikazidi kupeperuka. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufalme wake mahali pale ukadhihirike. Ili kazi ya Bwana mahali pale ikadhihirike. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni Mungu mwenye nguvu, uwezo na hata mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakomboa, Yesu anaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda moja kwa moja mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Katika neno la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa na hali ya kutenda ingawa baba amenguza mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 tukianzia mstari wa 16 mpaka 31. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nitasoma ile neno. Matendo ya Mitume 16 kuanzia 16 mpaka 31. 16 inasema hivi: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uongozi akatukuta
aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuongoa. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akangeuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hao wanachafua sana mji huu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari ya desturi zilizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu